Tunashukuru sana serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa ili kuhakikisha kuwa changamoto zinazolikabili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji zinapata ufumbuzi. Mwaka 2025-26 jeshi limepata kibali cha kuajiri askari wapya 1000. Makofi hapo. Kwetu sisi kibali hiki, Mheshimiwa mgeni rasmi, kimekuja wakati mwafaka ambapo tumepata vifaa kutoka kwenye mkopo wa ADES. Hivyo tulihitaji sana idadi ya askari kuongezeka ili kuweza kuvitumia ipasavyo. Mbili, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kutenga fedha katika bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, katika mwaka 2024-25 jeshi lilipokea kiasi cha shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya umaliziaji wa ujenzi wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji. Aidha, mwaka 2025-26 jeshi limetenga shilingi bilioni 6.4 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vingine 10 vya zimamoto na uokoaji, ambapo katika ngazi ya mkoa ni vituo 2 na wilaya ni vituo 8. Kutambua unyeti wa majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, niombe kuwafahamisha kuwa wizara yenu ya mambo ya ndani ya nchi inaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kuwa tunawawezesha katika masuala mazima ya kiutendaji, lakini pia ujenzi wa miundombinu muhimu ya jeshi hili ili kuweza kuliimarisha zaidi, ili liweze kutoa huduma zake kwa ufanisi katika utendaji. Nipende kuhakikishia kuwa wizara yenu ya mambo ya ndani ya nchi itaendelea kufuatilia kwa karibu sana utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo mnaitekeleza, ambayo baadhi yake mwenyekiti wa baraza ameieleza pale, lakini hususan hili kubwa ambalo linalenga katika kuimarisha utekelezaji wa majukumu yenu kwa kuwapatia vitendea kazi zaidi. Aidha, nitoe wito kwenu kuendelea kutunza vitendea kazi ambavyo tayari tumeshavipokea. Tumesikia kuna wenzetu ambao wamepata au watapata ajira na wataweza kushiriki katika kutumia vitendea kazi hivyo, basi wavitumie kwa weledi na tuweze kuvitunza ili viweze kutusaidia sio tu kwa sisi ambao tuko kwenye jeshi leo, lakini na wenzetu wengine ambao watapata bahati ya kuja kuhudumia kwenye jeshi letu.